Utakuta mtu anamwambia labda ili ushinde uwe diwani, uwe mbunge, kalete damu ya mtu. Waganga wasitumiwe vibaya, wasitumike vibaya na wanasiasa. Baada ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kusitisha rasmi shughuli za bunge la 12 jijini Dodoma na kuacha wazi kwa dirisha la uchaguzi mkuu wa urais, ubunge na udiwani Oktoba 2025, wakati macho wa Tanzania kiangalia kwenye majina ya watakaotiania hapa mkoani Tabora. Katika hali ya kipekee na isiyo ya kawaida, waganga wa tiba za asili wamewaacha wengi midomo wazi baada ya kutangaza msimamo mkali wa kutojihusisha na ushirikina wa kisiasa kwa kukataa kutumiwa kama chombo cha maangamizi ya kisiasa, na kwamba pia hawatakubali kutoa tiba au huduma zenye lengo la kuangamiza maisha ya binadamu kwa manufaa ya kisiasa au mwanasiasa. Pia umoja wa waganga unampongeza Mama Samia Suluhu Hassan kwa kuteuliwa na Chama cha Mapinduzi kuwa mgombea wa urais 2025. Pamoja umoja wa waganga una imani na yeye. Katika kikao maalum ambacho kimefanyika hapa katika manispaa ya Tabora, waganga zaidi ya 50 wamekubaliana kutoshiriki kabisa katika kusaidia wanasiasa kwa njia haramu lichonganishi, matumizi ya viungo vya binadamu au vitendo vyovyote vya kuua ili kusaidia ushindi wa kisiasa. Tutahakikisha ndugu zetu walemavu wanakuwa salama pamoja na watoto wanaonyanyaswa. Pia tutahakikisha uchaguzi utakuwa wa amani na kutokuwa na matukio ya aina yoyote yasiyo ya kibinadamu. Tusimamie uchaguzi uende kwa amani na salama, kusiwe na mauaji, mganga asisababishe mauaji. Kwamba ili huyu ashinde eti kichukuliwe kiungo cha binadamu mwingine, huyu afe halafu huyu abaki. Hilo ndio tulikuwa tunakemea. Hata hivyo, ili kuhakikisha kuwa waganga hao wanasimamia kikamilifu sheria, taratibu na maadili ya utoaji wa tiba asili isiyo na madhara kwa binadamu, uongozi wa waganga mkoa wa Tabora umebainisha kuunda kikosi kazi maalum kitakachohakikisha kuwa hakuna mganga anayehusishwa na vitendo vya kishirikina vinavyolenga kudhuru wengine. Kwanza kwenye umoja wetu tumeweka kanuni na taratibu. Ndio maana tunasema ni marufuku mganga kupiga ramli chonganishi. Mganga asimuaminishe mteja kwamba kiungo au sehemu yoyote ya binadamu anaweza akaitumia, na hususan kipindi hiki cha uchaguzi, kwamba waganga wasitumiwe vibaya, wasitumike vibaya na wanasiasa. Hili tumepiga marufuku na tumeweka utaratibu mganga awe mlinzi wa mganga mwenzake. Kwa hiyo tunaka kikundi ka utoaji wa taarifa kama jinsi tunaita intelijensia, kwamba tunapopata zile taarifa basi sisi kamati huenda umfuate yule mganga na kumfikisha kwenye kamati ya nidhamu. Mkaona tumtangulize Mungu, mmefanya vema sana. Palipo na Mungu hapo shetani anakimbizwa mbali. Si ni sawa jamani? Ili watu wauane pale shetani yupo. Ili kuwepo na ramli chonganishi watu wauane pale shetani yupo. Lakini tunapomuomba Mungu pia tunakimbiza nguvu za giza, inabaki nuru. Si ni sawa jamani? Katika kipindi ambacho Tanzania inaelekea kwenye uchaguzi mkuu unaotarajiwa kuwa wa ushindani mkubwa, hatua ya waganga wa Tabora kujitenga na ushirikina wa kisiasa si tu kwamba ni onyo kwa wanasiasa wasiopenda kushindana kwa hoja, bali ni ujumbe wa matumaini kwa taifa linalotafuta uchaguzi wa amani, haki na heshima ya maisha ya kila mtu. Nikiripoti kutokea mkoani Tabora, mimi ni Michael Samuel George na hii ni Daily News Digital pale YouTube, lakini Instagram tukifahamika kama habarileo_tz. Usiache kutufuatilia kila wakati, lakini pia usiache kusubscribe, kucomment na kulike katika taarifa zetu mbalimbali ambazo zinakuwa zikikufikia kila wakati.